Jambo na karibu wa ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za jioni ya leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, hakikisha una subscribe na comment ukitujuza unaendelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani. Pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kugusa kwenye titre na ikakupeleka moja kwa moja kwenye description, na hapo utakutana na linki ya kujiunga na group letu la WhatsApp ili uendelee kupata habari kwa muda wote. Au unaweza kukutana na linki kwenye comment na ukajiunga moja kwa moja na group letu la WhatsApp. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi hadi mwisho. Sauti yetu, habari yako. Kundi la waasi la M23 linalofanya harakati zake chini ya muungano wa Alliance Fleuve Congo AFC limethibitisha udhibiti wake katika vijiji vya Luke na Mulema vilivyoko katika eneo la Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Hatua hii inajiri kufuatia mapigano na wanamgambo wa Wazalendo pamoja na kujiondoa kwa baadhi ya wapiganaji wa ndani. Vyanzo mbalimbali vya habari vimeripoti kuhusu matukio haya, vikitoa picha tofauti za jinsi udhibiti ulivyopatikana. Baadhi ya ripoti zinaeleza kuwa vikosi vya AFC M23 viliingia katika eneo hayo baada ya mapigano makali na wanamgambo wa Wazalendo. Ripoti nyingine zikinukuu vyanzo vya ndani vinasema kuwa waasi hao wakisaidiwa na jeshi la Rwanda waliingia katika vijiji hivyo bila mapigano makubwa kufuatia kuondoka kwa wapiganaji wa ndani. Kutekwa kwa Luke na Mulema kunaongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama na kibinadamu katika eneo la Masisi ambalo limekumbwa na mapigano ya mara kwa mara kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, makundi ya waasi na wanamgambo wa ndani. Mapigano hayo yamesababisha maelfu ya raia kuyahama makazi yao na kuzidisha mgogoro wa kibinadamu ambao tayari ni mbaya. Hali katika eneo la Masisi bado ni tete, huku kukiwa na ripoti za mara kwa mara za mapigano katika eneo mbalimbali. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na Umoja wa Mataifa yameendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo huo kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi, madai ambayo Rwanda imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Jumuiya ya kimataifa inaendelea na juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhu la kudumu kwa mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tusalie barani Afrika. Aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na mkosoaji wa serikali ya Tanzania Humphrey Polepole amevamiwa na kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Hii ni kwa mujibu wa familia yake. Nduguye Polepole wameambia BBC kuwa tukio hilo la kuvamiwa na kutekwa kwa ndugu yao kumetokea usiku wa kuamkia leo Jumatatu nyumbani kwake jijini Dar es Salaam. Picha za video zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania zikionyesha milango iliyovunjwa na michirizi ya damu sakafuni katika nyumba inayoripotiwa kuwa alikuwa akiishi Polepole. Awali mwenzangu Munira Hussein amezungumza na Godfrey Polepole ambaye ni kakake Humphrey Polepole. Hali ni mbaya. Tumekuta damu nyingi sana zimemwagika. Poleni sana. Je, mlipata vipi taarifa ya tukio hili? Sasa mwenye nyumba alitupigia simu asubuhi kwa sababu ana kijana wake yuko maeneo ya hapo karibu. Yule kijana wake akampatia taarifa yule mwenye nyumba, ambapo tumepanga ile nyumba kama familia. Sasa yule mwenye nyumba akatujulisha kwamba kuna tukio limetokea kwenye hii nyumba hapa yake. Akasema kama tuna taarifa yoyote. So sisi tukamwambia hatuna taarifa. Ndio tukaanza kufanya jitihada za kuweza kufika hapa kwenye nyumba. Mara ya mwisho umeonana naye ama kuwasiliana naye lini? Mimi nimeongea naye jana usiku majira ya saa 2 usiku. Alikwambia nini? Na tulibadilishana mawazo kadhaa. Hakuniambia chochote zaidi, aliniambia tuwe makini sana kwa sababu hali sio nzuri.
Jeshi la polisi pia kupitia msemaji wake limetoa taarifa kuwa wameona taarifa hizo mtandaoni na wanaendelea kuzifuatilia. Hii hapa kauli ya msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuhuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Amwachie mwanangu kama yuko hai. Kama hayuko hai, aniletee nimzike mwenyewe. Aniletee mwanangu nizike mwenyewe. Wasije wakaenda kumtupa baharini. Unapokuwa mtu umesomesha mtoto toka kichanga mpaka amefika mahali kwamba anaweza kukusaidia ukapata hata kadoti kakanga. Leo wenzi wanakuja kukatia ghafla tu. Sababu hasa nini? Walimchukua huyu binti huyu, unamuona huyu dada yako. Walibomoa pia wakaruka ukuta. Naomba watusaidie. Kama polisi wanajua, hawajui, kama mwanamke uliyegharamia kulea mtoto ukiwa mjane, leo yanakuja kutendeka haya, inasikitisha sana. Ina maana wanaumiza watu kama wanaumiza manyati ya polini au matembo ya polini. Kabisa. Inasikitisha sana. Kwa nchi ya Tanzania, Nyerere hakutolea vile. Hakutolea vile hata siku moja. Huyu mtoto nikikwambia siri yake toka alipozaliwa, alikuwa mtoto wa pekee kabisa. Kwanza yeye alipenda kwenda kusomea mambo ya uchungaji na urubani wa ndege. Lakini sisi wazazi tukawa uwezo hatuna kwenda urubani wa ndege. Alipenda sana urubani wa ndege. Zile gharama za kulipa alipomaliza form 6. Unaona? Ni mtu mwenye upendo vibaya mno. Hata kama hajakujua atakusalimia vizuri kwa kuelewana, kwa upendo wa hali ya juu. Katika maisha yake toka alipokuwa mdogo kabisa alikuwa hata kuongea hajui. Akifika hapa atawasalimia, yeye ni kucheka tu, kuongea na wezie, kuingia ndani vitabu moja kwa moja. Kwa sasa sisi actually tunamwomba Mungu kwa kiasi kikubwa. Hatuna tegemeo lingine zaidi ya kumwomba Mungu. Sisi kimbilio letu ni Mungu tu. Kwa hiyo ni hivyo tu. Hatuna namna nyingine. Hatuwezi kujua kwa sababu hatuambii chochote. Kwa hatuwezi kujua. Hatuambii chochote. Kwa hiyo ni hivyo, kama wanamwachia, mwachie. Damu nyingi zilimwagika unajua pale ndani. Nyingi sana. Nafikiri mliweza kuona jana. Kwa hiyo hivyo, kama wanamwachia akiwa hai tutashukuru. Lakini kama watakuwa wamefanya kitu tofauti, basi watupe mtu wetu, tuendelee na mambo mengine. Hivyo tu. Mimi namuomba Mama Samia aongee neno. Namuomba Mama Samia aongee neno. Hivyo tu.